Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika siku hii alikuwa akikithirisha kuomba dua katika mambo mazuri, mambo yote mema ya akhira na mambo ya duniani, khairi za dunia na khairi za akhira. Lakini alikuwa akikithirisha sana kusema lihifadhi hili, kwa sababu pengine hatutapata Ijumaa nyingine ukiacha hii. Hifadhi maneno haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Katika hadithi sahihi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairu du'ai du'au yawmi Arafa, dua iliyo bora kabisa, maombi yaliyo bora kabisa ni maombi ya siku ya Arafa, yani maombi utakayoomba katika siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na maneno bora kabisa niliyowahi kuyasema mimi na walioyasema mitume waliokuwa kabla yangu, maneno bora kabisa ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, illa Allah wahdahu, hali ya kuwa yuko peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, lahul mulku, ni wake yeye tu ufalme, wa lahul hamdu, na ni zake yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala sifa njema zote, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye Allah juu ya kila kitu ni mwenye kuweza. Ukiyazungumza maneno haya siku ya Arafa, bali na siku nyingine, lakini katika siku hii ya Arafa, ikifika siku ya Arafa ukiyasema maneno haya, basi umezungumza neno kubwa bora lenye thamani. Kwa hiyo utakiwa neno hili ulijue na iwe ndio utaratibu wako katika siku nzima, na huku ukithirisha maombi mengine. Hii ni duaa ibada. Lete duaa masala, una matatizo yako, shida zako, hajati zako, basi muelekee Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Na mingineyo katika amalul birr tujishughulishe, lakini tusisahau masala ya kuchinja. Haya masala ya kusubiri nyama za sadaka, haya mambo ni mambo ya kizembe, waislamu wako nayo sana. Watu wakapigania vipi kuna nyama, hakuna hivi. Haya ni mambo ya kizembe, tabia hizi watu waziache. Wengi katika sisi twaweza, ukijipanga mwaka mzima kutafuta 70,000, 60,000, hata 100,000 kwa ajili ya kupata mnyama wa kuchinja, waweza. Chinja kwa ajili ya Mola wako. Nyinyi mwachinja kwa ajili ya mambo mbalimbali. Jamii yetu imezongwa na mambo mbalimbali, watu huchinja kwa sababu ya mambo haya. Akitumwa na mganga wake, lete mbuzi ataleta, lete kondoo ataleta, lete kuku wanne ataleta. Watu wakifanya matambiko, watu wakifanya ngoma za mashetani kadha wa kadha, watoa mbuzi wakipeleka. Toa mbuzi kwa ajili ya Mola wako, jikurubishe kwake. Nyama wale mwenyewe bwana, la yanala Allah luhumuha wala dimauha, zile nyama zile za wanyama wenu mnawachinja hazimfikii Allah hata kidogo, hata tone, wala damu, vyote hivyo mvenu nyinyi wenyewe. Chinja tu kwa ajili ya jina lake. Samillaha wa kabbir, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba dhaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja kondoo wawili amlahaini, walio wakijivu, aqranaini, wenye pembe. Aliwachinja Mtume sallallahu alayhi wasallam biyadihi, na akaweka mguu wake juu ya shingo yake, akachinja. Wasamma Allah wa kabbar, wasamma wa kabbar, akasema bismillah Allahu akbar. Fanya hivyo ndugu yangu katika imani, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa katika khairat za dunia na akhira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم.